Je, unadhani kuna haja ya maandamano hapo kesho, ama kwako unaona namna gani? Nitaanzia hapa kwa maandamano. It's getting tense katika taifa hili. Ukiwaangalia wale viongozi wa kisiasa, licha ya kuwa wametoa wito wa kutoenda maandamano, ukiangalia wale viongozi wa usalama, ulimsikia Rais William Ruto jinsi ambavyo alizungumza kuhusiana na siku hii ambayo ni commemoration ya Gen Z's protest 2024 na wapendwa wao ambao walifariki dunia. Hali ni tete katika taifa hili la Kenya, ama watu wana hofu. Mwanzo ni kitu ambacho kimekuwa granted katika constitution, lakini kwa nini inakaa ni kama sio haki? Asante sana Liz kwa kutukaribisha katika studio za TV47, na hakika tutazungumza na Wakenya tupase tujuliane hali ilivyo katika taifa letu la Kenya. Jambo la kwanza kabisa ni kwa nini tuwe na maandamano? Je, ni maandamano ama ni makumbusho? Na kama ni makumbusho, je, makumbusho yafanyike barabarani ama yafanyike kanisani, ambapo watu wanaweza wakakaa, watu wafanye ibada kwa wale ambao walituacha, alafu tupate kuangazia, je, taifa letu linaweza nikasonga mbele kivipi? Hayo ni masuala ambayo yanapaswa tuwaangazie. Na kama watu wanasema ni maandamano, je, tutawakumbuka wale ambao walituacha kwa maandamano? La hasha. Haifai kabisa. Ni jambo ambalo hata halina msingi yoyote. Inapaswa sisi wa Kenya tuhakikishe ya kwamba tumeelewana jinsi ambavyo tunataka nchi yetu isonge mbele. Je, nchi yetu itasonga mbele kwa kuharibu mali, kwa kuharibu mali na kuvunja vitu vya watu? Ni kwa nini watu wawe na hofu? Hofu inatokana na kwamba tuliona mara ya mwisho watu walisema, wamiliki na wafanyikazi katika sekta ya matatu walisema kwamba hawatashiriki katika huduma zao za kila siku, watakaa nyumbani. Na kwa hakika walikaa nyumbani, kumaanisha hata hawakwenda maandamano, hawakufanya lolote. Wao walisalia nyumbani wakatulia tu. Lakini nini ilifanyika baadaye? Tuliona ya kwamba wahuni walijitokeza, wakaanza kupora watu, wakaanza kuvunja maduka, je, wakati huo ni maandamano au huo ni uporaji wa mali? Na ndipo sasa hii watu wanahofu ya kwamba kama hao watu wanaitisha maandamano, wao wenyewe kwanza hawatakuwepo. Wanaojitisha maandamano mwaka uliopita waliitisha maandamano. Kalonzo Musyoka na kundi la upinzani waliitisha maandamano. Walifanya nini? Walitoka moja kwa moja wakaenda kanisani. Asubuhi saa 2 walikuwa kanisani hapa Nairobi pale. Ilikuwa ile kanisa Katoliki pale CBD. Walienda pale wakafanya ibada, baadaye wakatembea, wakaenda wakaweka maua karibu na bunge, wakaondoka wakaenda zao. Na huo ulikuwa ni ukumbusho. Baadaye tuliona wauni wakiingilia masuala ya makumbusho na wakaanza kupora watu, na ikabidi sasa polisi pia waingilie kati na vitoa machozi. Vurugu ikawa katika jiji kuu, taswira ambayo haifai kamwe. Wakati tunazungumzia wahuni, actually leo ningependa pia tuangazie hilo swala la wahuni kikamilifu. Manake ni watu wanakuwa kwa kamera, iweje hawapatikani? We saw them the other day. Ni maswali ambayo tunahitaji kujiuliza genuine questions. Na kwa nini hawa watu, who is shielding them? Who do they belong to? And how can this, manake ni taifa letu hili sisi wote. Mulamba, hali ukiangalia vizuri, kila mtu hajui anataka kwenda namna gani, licha ya kuwa serikali inasema ita provide usalama unaohitajika. Ukweli ni kwamba kuna hofu miongoni mwa wafanyi kazi, wafanyi biashara, wote kwa pamoja, hata hao viongozi. Mulamba? Yes, nakusikia. Tuko kwako. Ni kipi kinachangia hili kabla hatujaingia katika masuala mengine? Naweza kuomba urudie kidogo. Nimeuliza kuna hofu miongoni mwa wananchi, miongoni mwa viongozi, licha ya kuwa serikali inahakikisha kwamba kutakuwa na usalama, haswa katika swala hili la maandamano ama
kule kutembea kwa amani kesho, commemorating ama ukumbusho wa siku ile ya Juni tarehe 25, wale ambao wahanga, sitasema ni wahanga, bali waathiriwa wa yale maandamano ya mwaka 2024. Naam, kama nakupata vizuri, unazungumzia kuhusu hali tete ya anga iliyoko Kenya ya kisiasa, na ule uoga ambao Wakenya wako nao kuhusu siku ya kesho, ambayo ni siku inafaa kuwa ya makumbusho na sio ya maandamano. Na ni kwa sababu mara nyingi serikali yetu ni kama imeshindwa kutofautisha katikati ya msafara wa amani na maandamano. Kwa ikiwemo tuseme tunatokea kufanya msafara wa amani, bado tutatumiwa goons, na bado polisi watatutupia tear gas, na bado watatutawanyisha, hata kama tumekuja kwa msafara wa amani ambao hatujabeba silaha na hatujajihami kwa njia yoyote ile. Wakasema kwa katiba pia lazima tupeane notisi ya msafara ama maandamano, na hiyo tushafanya. Lakini ni mara nyingi polisi wameshika wananchi ambao wamejitolea kwa njia ya amani kufanya misafara ama maandamano, haswa kama msafara huu ama maandamano haya iko na msingi fulani wa kisiasa. Lakini ukiangalia misafara na maandamano ambayo ni ya walimu na madaktari na sekta nyinginezo hapa nchini Kenya, ikiwemo hata ya matatu, wakiamua wafanye misafara yao huwa wapigwe tear gas na watumiwe guns. Kile misafara yote, hata kama ni ya amani ya kisiasa, inachukuliwa kama ni vijana na wananchi wamejitokeza ili kushindana na kupingana na serikali. Afisa wa usalama tumemwona Murkomen this evening. Acha niangalie hizo bites kama ziko hapa ama zimepangwa somewhere here, nikiziona nitazicheza. Na amesema kwamba tutahakikisha usalama, tutahakikisha the peace which is required. What else? Wale ambao wanapanga wanasema it's just normal, ni kitu ambacho akihitaji kwa namna moja au nyingine, hata akihitaji watu wakuje, sijui kukuwe na hata maafisa wa polisi wengi kama inavyoshuhudiwa. Lakini uporaji wa mali ni kitu pia kimeshuhudiwa, uharibifu wa mali ni kitu tumeona, which is so wrong. Mauaji ni kitu kimeshuhudiwa, which is extremely so wrong, because a life lost can never be recovered. Ninajua kuna hatua za maridhiano kupitia malipo ambayo timu yake Profesa Makau Mutua wameweka ange kwamba jinsi ambavyo watafanya shughuli hii, lakini yote tutaangazia hapa. Tulikuwa tunaangazia swala la mwingiliano wa guns wakati ambapo kuna stahili kukua na peaceful demonstrations ama maandamano ya amani. Na hawa goons wanatokea wapi? Na unataka kuniambia idara ya usalama haijafanikiwa? Ni kuregesha nyuma mwaka wa 2017 wakati wa maandamano, ilikuwa 17 wakati wa maandamano wa Isaac Hassan, IEBC. Nakumbuka Isaac Hassan must go? Nakumbuka wakati huo chama cha ODM na muungano wa CORD kwa jumla wakiandikia polisi pale Central Police Station, wakiandikia polisi wakiwaeleza msafara wao utaanzia wapi na utatamatikia wapi. Na kwenye barua hiyo, wakati huo nilikuwa katika chumba cha habari, barua ilikuwa inaeleza msafara wetu utaanzia mahali fulani, ikipitia sehemu fulani, itaishia mahala fulani. Na iliishia wapi? Iliishia Nairobi University Way, mbele ya afisi za tume ya IEBC.
Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanafanya hivyo kuhakikisha kwamba wale ambao hawatakuwa katika barabara hiyo, katika msafara huo, hakuna mwingiliano yoyote kati ya wafuasi wao na wale ambao watakuwa wakiendesha shughuli zao za kibiashara na shughuli zao za kawaida. Hiyo barabara polisi walikuwa wanafanya ulinzi ufaao. Wakati ambapo ulinzi ulikuwa unatolewa genuinely. Wakati ulinzi ulikuwa unatolewa, hata wakati huu bado ulinzi unatolewa jinsi unavyofaa. Lakini shida ambayo tuko nayo kwa sasa, je, ukiwauliza wale ambao wanapanga maandamano ya kesho au wanapanga vurugu ya kesho, uwaulize procession yenu itaanzia wapi, itapitia wapi, ielekee wapi na itametikie wapi, hakuna ambaye atakueleza. Kwa nini? Wakati hakuna mpangilio, je, utaambiaje polisi kwamba wale ambao wamezua vurugu sehemu fulani ni waandamanaji ama sio waandamanaji? Tuwapee polisi nafasi na fursa mwafaka ya kuhakikisha kwamba wametulinda. Ukiangalia vizuri, polisi katika nchi yetu ni kati ya 100,000, 100,000 na 150,000 hivi. Hawapiti hapo, na hao polisi wanalinda nchi nzima, kila pahali wako. Je, ni nini tutafanya kuhakikisha kwamba tumesaidiana na polisi kuhakikisha kwamba mali zetu, rasilimali yetu, kila kitu ambacho tuko nacho na hata uhai wetu umelindwa upasavyo? Lakini wakati ambapo wanatoa notification kwamba tutakuwa na maandamano, huwa wanasema tunapania kutoka hapa tukikwenda hapa. Hawatoi. Mpaka sasa kuna sehemu zingine, unajua wakati unaandaa maswala ya maandamano, lazima useme ya kwamba tutaandaa maandamano katika eneo hizi. Tuseme ya kwamba kutakuwa na maandamano, tuseme West Pokot. Je, polisi katika eneo la West Pokot wamearifiwa? Kama kutakuwa na maandamano Turkana, je, polisi nchini huko Turkana wamearifiwa? Na wameambiwa tutaanza hapa mpaka pale? Hawajaarifiwa. Kwa hivyo wakati polisi hawajaarifiwa, maandamano itaanzia wapi na kuishia wapi? Je, polisi watawezaje kutambua hawa wanaoingilia barabara hii, wanaozuia magari hapa, wanaopora watu, hawa ni waandamanaji au la? Kwa hivyo ni jukumu la wale ambao wanaandaa maandamano kama hayo kuarifu polisi. Na tuulizane ukweli, tuambiane ukweli, sisi sote ni wa Kenya. Je, tunataka nchi ambayo imezoea vurugu ama tunataka nchi ambayo... Ni nani amesema itakuwa vurugu, Kachola? Tumeona mara nyingi, tuchukue tu mfano wa ile maandamano ya mwisho ama kususia kwa sekta ya matatu kuingia barabarani. Unakumbuka hiyo? Wakati huo wafanyikazi katika sekta ya matatu walisema ya kwamba wao hawatafanya nini? Hawataenda kazini, watakaa nyumbani. Na kwa hakika walikaa nyumbani, hawakuenda kazini. Na nini ilifanyika baadaye? Badala ya raia kufanya yale ambao wanaweza wakafanya wafike makwao, tuliona vijana wahuni wakijitokeza kila mahali. Wanaanza kupora watu, wanaanza kuibia watu dukani, wanavunja maduka za watu ambazo zilifungwa. Na hapo ndio najiuliza, hawa watu mpaka unawaona kwa CCTV, wanaonekana kwa kamera, na wengine inasalia jinsi ilivyo. Mbona inasalia hivyo? Sio mara moja au mara mbili. Na hata baadhi ya viongozi wametajwa kujulikana kuwa na guns. Kwa nini tunakubaliana na hili? Niruhusu kabla unijibu hilo, najua Mulamba yuko upande wa pili. Mulamba anasema mara nyingi hizi vurugu zinatokana na kutokuarifu maafisa wa polisi, tunatoka huku tukikwenda kule. Sijui kama unanipata. Mulamba yuko ama hayuko? Niruhusu nirudi hapo kwako, tukimtafuta tuendelee kulizungumzia hilo. Mnasema mara nyingi shida kubwa ni kukosa kutoarifu wale ambao ni maafisa wa polisi. Lakini wakati ambapo vurugu inatokea, ni wangapi umeona wakikamatwa? Mara nyingi sizungumzii serikali, maana mimi sio mzungumzaji wa serikali ama msemaji wa serikali. Mjadala, nitakwambia pia wewe sio mzungumzaji wa Gen Z ama watu wengine. Mulamba, unanipata? Nakupata. Kuna swali ambalo nilikuwa nimemuuliza na anasema shida kubwa
ya maandamano na shida ambazo zinatokea ni kutokusema mahali ambapo mnataka kutokea, mkikwenda wapi, endapo mnafanya maandamano. For example, endapo kesho kuna commemoration, inastahili kutolewa ukijua mnatokea Uhuru Park, mkikwenda wapi ama namna gani. Ni kitu ambacho anasema that is the greatest problem. Naam. Hiyo imekuwa pia tatizo na changamoto. Kwa sababu mimi sijaelewa vile maafisa wetu wa polisi Kenya wanafanya kazi. Yes. Sababu mara nyingi ambazo tumetoa njia ambayo tutapitia kwa msafara wetu. Na tukatoa mwelekezo ya mahali ambapo tutapatana. Mara nyingi sisi upata tumengojewa na hao maafisa wa polisi, na sio tu kutungojea ati watupe usalama. Wametungojea kutukamata kabla hata hatujaanza msafara wetu. Hata kama tuna notisi ya kufanya msafara wa amani. Sasa hiyo changamoto ndo imefanya mara nyingi tusitoe mwelekezo ambao mapolisi wanataka kutoka kwetu wa mahali ambapo tutaanzia maandamano yetu ama msafara wetu, na njia ambayo msafara utapitia, na mahali ambapo ndio destination ya huo msafara. Mara nyingine pia tumeona tukitoa mwelekezo ya mahali ambapo tutakongamana na msafara ambao tutapitia, magoons pia wanatumwa kuwavuruga, wanatumwa kuja kutuvuruga kabla hata tuanze msafara wetu. Je, nani anatumwa? Mahali ambapo tunafaa kuanzia huo msafara. Anauliza Ambassador Kachola, ni nani wanatuma au goons? Wacha nimjibu kinagaubaga. Wakati mimi nilikuwa kwa public participation ya budget pale All Saints Cathedral. Tulikamata mmoja wa hao goons. Baada ya kumshughulikia kidogo. Kumshughulikia ndio nini? Wewe unanielewa vizuri. Sielewi chochote. Sielewi kumshughulikia. Mlimpa chakula, mkamuongelesha ama mlifanya namna gani? Wacha tuseme tulimkaribisha kwa meza tukunywe chai na yeye, kwa sababu alikuwa amekuja tukunywe chai. Huyu mwenzetu ambaye tulikamata ni kijana barubaru kama sisi. Na baada ya kukuwa na mazungumzo naye, baada ya kumpa motisha kidogo, alituambia kwamba yeye na hao wenzake walikuwa wametumwa kuvuruga huo mkutano wetu wa kuzungumza mambo ya bajeti na yule ambaye alisoma bajeti. Wewe unajua aliyesoma bajeti ni nani? Na hilo ni ukiambiwa sisi tulitumwa na ule mwanasiasa ambaye alisoma bajeti, ushajua nani aliwatuma, kwa sababu walikuwa wameambiwa sisi hapo kwa kanisa la All Saints Cathedral tumepatana ili tutoe alternative budget. Lakini aliyewaambia alikuwa amewakosea, kwa sababu sisi tulikuwa tumekongamana kuzungumzia masuala ambayo tulihisi hayakupewa kipaumbele kwenye bajeti ya mwaka wa 2026. Unakumbuka pia kuna wakati fulani magoons walikuwa wanasherehekea wakiwa katika mji mkuu wa Kenya hapa Nairobi, wakiambia Governor Sakaja wameulinda mji na kazi ambayo aliwapea wameifanya. Kuna kwa video na kanda za video zilizosambaa, tuliona hao magoons asubuhi wakipewa marungu pale City Hall na Geoffrey Mosiria. Sasa sio mambo ya siri ati nani hutuma hawa goons. Kwa sasa hii imekuwa waziwazi, hao wanasiasa na serikali ndio hutuma goons ili kuvuruga majenzi ama wanasiasa ambao wameamua kufanya maandamano ya amani ama misafara. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen hiyo leo akizungumza na wanahabari ameweka bayana kuwa wao hawana uhusiano na goons. Wao kazi yao ni kulinda usalama na hawajui hayo mambo.
waziri wa usalama Bwana Murkomen ni mtu mnafiki sana. Wakati alikuwa kwenye kituo cha habari cha Citizen, kwanza alikana kwamba Kenya kuna goons na huwa wanatumika kwa maandamano na kutatiza mikutano ya amani, ikiwemo mikutano ya public participation. Lakini baada ya kuonyeshwa video nyingi ambazo magoons wapo wakionekana wakitembea na polisi, baadaye alikuja kukubali ni kweli Kenya tuko na magoons, lakini hiyo shida sio kubwa sana. Akaulizwa pia kwa nini hawa polisi wanaonekana ni kama wanawakumbatia hawa magoons badala ya kuwashika hawa magoons, na wanaonekana wakitembea pamoja. Kwa video ambazo zimeonekana kutoka mwaka wa 2024 hadi leo. Akasema eti polisi wanajizuia vile wana deal ama vile wanapambana na magoons. Akaulizwa kwa nini polisi wanajizuia wakipambana na goons, lakini wakideal na vijana ama kwa mambo ya vijana na kwa masuala ya vijana hawajizuii. Yes. Wanapiga vijana tear gas, wanapiga vijana viboko, wanashika vijana wanaweka cell hata kama hakuna makosa yote kijana amefanya kwa maandamano ya amani. Lakini kwa magoons wanawapea treatment mzuri, wanawapea VIP treatment. Hawana haraka kuwashika, hawawapeleki cell na wanatembea moja kwa moja. Hiyo swali alishindwa kujibu. Hiyo inakueleza kwamba wanajua vizuri, kwa sababu mkuu wa usalama Murkomen ana consume intelligence, anapewa mawaidha na kitengo kikuu Kenya cha ujasusi. Anaambiwa nani amepanga goons, nani ametuma goons, na anajua kama watatumwa hata kesho. Hiyo habari amelala nayo. Ako na nafasi mzuri ya kujipanga yeye na kikosi chote cha polisi ili kuwashika hao magoons na hao vijana ambao wametumwa kutatiza msafara wa amani. Lakini hawatafanya hayo. Badala yake watatutupia sisi tear gas, watatupiga sisi risasi za mguu, na watatupiga sisi barungu, na watushike hata kama tuna notisi ya kuandamana. Unasema shida kubwa ni kwamba idara ya polisi licha ya kuwa inaona yale ambayo yanaendelea, kunakuwa na shida ya kutowajibika. Niruhusu nimlete pia Kachola, naona anataka kukujibu zaidi katika yale ambayo umeyazungumzia. Liz, mara mingi tumeona kwamba wakati maandamano inaanza, kwanza mida ya asubuhi, maandamano huwa mara nyingi inakuwa very peaceful. Hakuna vurugu, hakuna nini. Alafu katikati, kuanzia mida ya saa 6, saa 8 hapo, sasa wauni wanaingilia kati. Maandamano mingi humu nchini, hususan kuanzia mwaka 2024. Kuanzia mida ya saa 6, saa 7, unapata wauni wanaanza kuingilia kati. Na wauni wanapoingilia kati, hakuna kundi ambacho inasimama kando ikisema sisi ni wauni na wale ni waandamanaji wa amani. Hapana, wanajumuika ndani. Je, kuna wakati yoyote tumeona mtu yoyote miongoni mwa waandamanaji akisema kwamba huyu anaharibu mali ya watu na sio mmoja wetu? Hakuna. Nakumbuka mwaka wa 2017 Baba While You Were Away, unakumbuka wakati baba alikuwa anarejea humu nchini? Kulikuwa na wale ambao walianza kupora watu katika maeneo ya Pipeline. Walishikwa na vijana ambao walikuwa katika hiyo procession na wakapewa kwa polisi. Vijana walisema huyu anapora duka za watu, sisi hatuko hapa kupora duka za watu. Tumeona hayo wakati huu? Hakuna. Tusemezane ukweli. Endapo kutakuwa na maandamano, ambayo kwa kuona kwangu hakuna haja ya maandamano, endapo kutakuwa na procession yoyote, tujue kwamba procession, wajulishe serikali kwamba procession itaanza kutokea mahali fulani kuelekea, na amesema ya kwamba hawatoi mahali wataanzia na mahali wataishia. Je,
unadhani kwamba polisi watakuwa kila mahali kuhakikisha kwamba wamelinda kila mmoja? Kitu kimoja, ila amesema shida kuu ya kutotoa mahali ambapo wanaanzia na kumalizia ni kwa kuwa, na umekuwa katika taifa hili, uzuri ni kwamba hujatoka masa hizi, umetoka tu nyumbani. Umeona wakati mwingi kama watu wamesema tunakuja eneo hili, unapata limefungwa, unapata kumewekwa maafisa wa usalama. Ameibua kitu cha maafisa, na sio mara moja au nyingine. Umewasikia Wakenya wakisema polisi ndio wakati mwingine huamua kurusha vitoza machozi katika mikutano hii, na ukawa tena sio mkutano wa amani, manake everyone will start running away. Katika harakati za kukimbizana kuna umia watu, kuna kuwa na hizo rubber bullets na sometimes live bullets, manake tumeziona sio mara moja au nyingine. Liz, polisi hawawezi wakafanya lolote ama chochote bila kuwa na kile tunaita intelligence. Tumewaona katika mikutano ya kisiasa wakirusha vitoa machozi. Pia huko kuna intelligence. Tumeona mara mingi wakati polisi, kuna maandamano, polisi wanapochukua hatua fulani, wanachukua hatua kutokana na ile intelligence wamepata kutoka katika vitengo vya ujasusi, ili wapate kuzuia yale ambayo yanaweza yakaathiri nchi zaidi. Tujiulize, ni kwa nini maandamano ya walimu, maandamano ya madaktari, maandamano ya sekta yoyote ikifanyika, kwa nini hatuoni vitoa machozi? Mulamba alikujibu hilo swali kama nakumbuka. Ngoja tu. Kwa nini hatuoni watu wakikimbizana? Kwa sababu wanajua ni nini wanafanya katika maandamano. Ili kuwe na maandamano, lazima kuwe na petition. Lazima kuwe na petition. Na hii petition, mnaambia serikali tutaanza maandamano hapa, tukifika hapa tuta-hand over petition. Na mara nyingi tumeona madaktari, manesi wakigoma, hata wakitoka Kenyatta Hospital wanaandamana moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka afya center. Kama ni bunge, wanaenda mpaka bunge, wanawakilisha petition yao, agenda yao kuu. Wanaambia serikali hii ndio petition yetu, wanaisoma pale, wanapea wabunge ama wanapea waziri wa afya, alafu wanatoka wanarudi makwao. Auoni kidogo hapo kuna selective or rather kuna kuwa na upendeleo katika swala hili? Kwa mfano, leo niliona wale ambao walikuwa wanaandamana kupinga maandamano, hata hakukuwa na maafisa wa polisi hapo, wanawazuia kwa vote vile. Auoni wa Kenya hawatasikia vizuri wakati ambapo wanaona hawa wanapewa nafasi? Ni mikutano ya kisiasa yote, tutoke nao katika mikutano ya wale ambao ni wafanyikazi tuseme wa vitengo mbalimbali, haswa maandamano ya siasa. Unaona mrengo fulani ukiamua kuchukua hizo processions, mrengo ama wa Kenya ndio nasema ni mrengo, manake ni maeneo fulani, kama leo lilikuwa eneo fulani na eneo lingine likiamua, wanaambiwa endapo Kenya ni yetu sisi fulani sote. Kenya ni yetu sisi sote. Tukumbuke ya kwamba kumekuwa na maandamano tumekuwa na processions za kukana ama kupinga maandamano ama kupinga processions zingine. Tunakumbuka mwaka wa 2017-18 wakati kulikuwa na maandamano za NASA hapa jijini Nairobi. Kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa linajiita Nairobi Business Community. Kuna wakati waliandaa maandamano, wakaanza kutoka huko Mudhurwa, wakatembea mpaka kwa ofisi ya rais, katika ile ofisi ya internal security, wakapeana petition yao. Na ilikuwa group kubwa sana. Wakapeana petition wakisema hatutaki maandamano iandaliwe hapa Nairobi kesho. Kumbuka hao watu niruhusu pia nikurejeshe. Walikuwa ama walionekana kuegemea upande wa serikali wakati huo. Achana na wakati huo. Walionekana dhana kwamba walikuwa na hapo ndio ninakuuliza. Watu ambao wanaonekana kuegemea upande mmoja wanapewa ulinzi ama wanaruhusiwa kufanya kile ambacho kinahitajika, licha ya kuwa ni maandamano ya kisiasa, na mrengo mingine inakosa kupewa ulinzi huo. Dhana kwamba
kuna watu ambao wanaegemea mrengo wa serikali, kuna watu ambao hawaegemei mrengo wa serikali. Ndiyo dhana ambazo zinapoteza nchi yetu. Tukubaliane kwamba ila kuna ukweli umekuwa wacha kushinda ukijifanya ni kama umedrop from Mars. Liz, tukubaliane kwamba Mkenya ni Mkenya na serikali haina Wakenya ambayo inawasupport na haina Wakenya ambayo haiwasupport. Na ndio hapo Wakenya wanauliza wote vitengo vya usalama vinaingiza siasa. Serikali inahudumia Mkenya yeyote pasi na kujali. Niruhusu nimlete pia Mulamba. Maana mimi nikikuuliza utasema ninakuuliza nikiwa na dhana. Ningependa kuuliza Kairo. Ningependa tuzungumze na Kairo maana ameleta maswala mazito. Nimuulize Kairo kama bado yuko kwenye line. Muulize tu. Tumeona mara nyingi hususan hapa Nairobi. Nairobi Business Community wakati kunakuwa na maandamano mara nyingi wamekuwa wakisimama na marungu na nini wakiprotect biashara zao. Je, wale Nairobi Business Community serikali inawafadhili kuprotect business zao? Kitu ambacho anazungumzia ni wale ngoja. Sasa wale ambao wana protect businesses zao wakati ambapo wahuni wanavamia hizo businesses, wao pia ni goons? Tumeona juzi katika maandamano ya mwisho pale Nyeri kuna supermarket fulani ambayo ilivamiwa wakapora na ilikuwa imefungwa. Je, serikali ilifadhili wale ambao walienda wakavamia hiyo duka? Siwezi na ushahidi mimi siwezi kukujibu hilo. Ila ukweli ni kwamba hata Murkomen wakati akizungumza alionyeshwa baadhi ya incidences, unapata goons hapa, polisi hapa na wote wapo pamoja. Na hususan ni Nairobi. Wale ambao wanajitokeza ambayo kwa Kachola yanajitokeza ni pia swala la endapo wale maafisa wa polisi pia ambao kwa namna moja wameonyeshwa au wamekitumia nguvu kupita kiasi, baadaye justice inakuwa delayed, then all of a sudden unasikia ushahidi ulipotea. Nadhani hiyo sio na pia swala la gunism ni kitu ambacho bali na kuteteana tusipochunga itakuwa mchezo. Ngoja tu nikueleze. Tumeona maafisa wa polisi wakitiwa mbaroni na wakiwekwa katika koti zetu, na baadhi yao wamefungwa, baadhi yao wamepoteza kazi zao. Je, wakati huo kwa nini tusiseme ya kwamba polisi fulani, na vyombo vya habari vituambie polisi? Tunajua hata wengi ambao wamekufia gerezani, wamekufia korokoroni. Kwa sababu gani? Kwa sababu walipatikana wamefanya hatia gani? Walipiga mtu risasi kiolela. Saa hii kuna mapolisi wako na shida kule Naivasha. Kwa nini? Wanashukiwa kwamba waliparticipate katika kupoteza na kuua mtu mmoja. Ukweli ni kwamba kwa hivyo serikali katika taifa hili goons ni kitu ambacho we are condoning, but we are headed the wrong direction. We are condoning goonism. We are condoning goonism. Na tuambiane ukweli, wakati polisi pia wamefanya kazi kuhakikisha kwamba wamezuia maafa, wamezuia kuharibika kwa mali, tuseme wamefanya kazi nzuri. Wakati wamefanya kazi mbaya, tuambie wamefanya kazi. Ndiposa sheria zetu ziliweka mikakati mwafaka kama ya IPOA. IPOA ni jopo maalum ya kuhakikisha kwamba hakuna polisi ambaye atafanya kazi nje ya sheria na walk scot free. Mimi ninasikitika kwamba each and every day ninaposikiza pande zote za siasa, na zaidi naona wale ambao wanatetea the goons, ninawaona manake mimi niko katika ulingo wa siasa, but we were in Haiti the other day. We were in Haiti tukienda kuwasaidia. Ukweli? Hao ni watu ambao hawana kazi. Najua serikali inasema inajipanga, but we are not far. Mimi nikiangalia jinsi ambavyo mambo yanakwenda, hatuko vizuri. Na ni kitu ambacho natamani viongozi wote wataitana mkutano na wajiambie ukweli. Hello Liz, ni Michael kutoka Thika. Ambia Kachola akuje huku Thika na simu yake ndio ajue vile kunaendanga. Wizi iko nyingi, cause goons wako confidence that kuliko hata kukiwa na askari hakuna kitu kitafanyika. Hello Liz, Esther kutoka Narok.
umsalimu mheshimiwa na mwambie wang'ang'ane na swala la serikali. Wengine wanasema Wakenya tujiepushe na maandamano kuzi tunaendelea kupoteza our beloved ones. Ni Jack kutoka West Pokot. Nikiwa West Pokot na furahia ni Boni. Hello Liz, allow me to flashback. When we involved in abductions of Kenyans, we were saying the truth of a government and why we were killed. Huyo ni Anthony. Mwingine anasema huyo jamaa anaunga tu mkono serikali jamani. Hajali vijana. Wacha nifunge tu radio. We wacha, fungua hiyo radio, fungua. Why are you doing that? It's okay. Kila mtu ni lazima awe na msimamo. Endapo Kachola ameamua huo ndio msimamo wake, mimi na wewe tunafurahia kusikiza. Tuseme hivi Liz. Mnashinda mkipambana na Kachola na anatetea serikali wae. Haina shida, ni vizuri. Tusemezane tu kweli Liz. Maandamano yoyote lazima iwe na madhumuni na lazima iwe na lengo kuu. Je, endapo watu wataenda kwa barabara kuandamana, lengo kuu la maandamano hiyo itakuwa ni nini? Ungeniambia Liz, ningekuwa tayari kesho kujumuika na Wakenya endapo angesema kwa kila kaunti tuende katika zile stadiums zimejengwa. Kama hapa Nairobi tujumuike Nyayo. Hiyo sasa ni hoja ya kwako. Ngoja, tuseme tujumuike Nyayo, tuombe, tufanye makumbusho, turudi nyumbani. Nani angekosa? Hata serikali wangeruhusu wafanyikazi wa serikali waende wakumbuke Wakenya waliotuacha. Lakini wakati tunasema tutakuwa barabarani, je, wakati vurugu itatokea, wakati watu yule ambaye hataenda maandamano atakuwa amefunga duka yake na duka yake itavunjwa, itaporwa, mali itachukuliwa, je, nani atamcompensate? Una points, sikatai. Ila ukweli tunajua na tumekuwa tukiona jinsi shughuli hii nzima inakwenda. Na ukweli ni kwamba mimi huwa nasema kila mtu ana jukumu la kuwajibika. Ila kila mtu pia anajua ni wajibu wa maafisa wa usalama kuwapa ulinzi kikatiba wale ambao ni waandamanaji na wale ambao wanafanya biashara za kwao. Huo ni ukweli. It's unfortunate kwamba in the end of the day unasikia kwamba kuna watu ambao wamefariki dunia. Ninajua kuna compensation ambayo inaendelea. I know it's a way of reconciliation. Huo ni ukweli. Because nothing can pay a life. Huo ni ukweli. It can only heal a certain pain. Lakini hakuna kitu kinaweza kulipa maisha ya mwanadamu. Ni ukweli, hakuna malipo yoyote duniani hii inaweza ikatoshana na uhai wa binadamu. Na ndiposa serikali inasema tunatambua kwamba kumekuwa na dosari katika utekelezaji wa masuala ya kiusalama miaka nyuma, lakini wameamua waanzie mwaka wa 2017 ambapo watu waliuawa. Hata mara mingi utapata hata wale ambao hawako kwenye maandamano wanapatikana kwa njia moja au nyingine, ambapo sio jambo ambalo linafurahisha, linahuzunisha. Lakini wakati serikali kupitia ile mazungumzo ile walifanya na aliyekuwa waziri mkuu Bwana Raila Odinga, Mungu ailaze roho yake pema peponi, wakati walikubaliana kwamba tutafanya compensation, haikumaanisha ni kulipa wale ambao walifariki, lakini ni wanakubali kwamba kumekuwa na makosa, tuanze safari upya. Je, tutaanza safari mpya, safari kwa njia nyingine tena na maandamano? Tutaanza safari kwa kuvurugana barabarani? Tutaanza safari kwa kupora mali? Tutaanza safari na kuibia watu? Hapana, tutafute njia mbadala ya kuhakikisha kwamba yale matatizo ambayo tunayo kama Wakenya yanaweza yakasikika, na serikali pia ipate kuelewa ya kwamba wanaweza wakaelewa Wakenya pasi na Wakenya kuenda barabarani. Uzuri ni kwamba ni haki yao na haki ya sheria ambayo wamepewa kikatiba, so we cannot limit it, we can only advise. Ninajua muda wangu umekamilika. Nina maswali mengi kutoka kwenu, nina vitu vingi ambavyo vimeandikwa, ninamtumia hizo messages Kachola aende asome, manake ninaona ziko nyingi zaidi. Lakini wakati ambapo ninaondoka, huu ndio wito wangu kwa kila mmoja. Kenya ni yetu sisi wote,
na Kenya ikiwa yetu sisi wote, tuna jukumu la kulinda ama jukumu la kulinda taifa hili liwe bora zaidi. Ninajua pia ni haki yako ya kuandamana, lakini wakati ambapo unaandamana, endapo itafika mahali uone maisha yako yapo hatarini, aidha kupitia guns ama kwa namna nyingine ile, it's okay to retreat. Sio kila siku unakuwa tu hapo. Kwa familia zilizowapoteza wapendo wao, Mungu aendelee kuwapa faraja, na haki kwenu wakati mmoja itawahi tendeka. Kwa wale ambao unajitokeza, it's my prayer that tukirudi katika kikao cha hoja, hatutasikia tena kuna mtu amefariki dunia. Maafisa wa usalama siku hii ya leo, it would be my prayer tonight kwamba pia nyinyi ni binadamu, mnahitaji kuwa usalama, maana nyinyi ni ndugu zetu, dada zetu. Ukweli ndio huo. It's my prayer that there will not be a bullet katika Mkenya mwenzako. Usalama utakuwepo, amani, na Kenya ni yetu sisi wote minus no one. Kwa heri kwa sasa. Jina langu Liz Mutuko. Asante sana Kachola. Najua uko na messages kama 200, nisamehe kwa leo. Wakenya wako na wewe bamba tu bamba, lakini umeamua huo ndio msimamo wako.